Malango ya mauti, gates of death. Namba moja ni lango lisilotarajiwa, unexpected gate. Huwa ni lango lisilotarajiwa. Yeremia 9 mstari wa 17 mpaka 21. Bwana majeshi asema hivi, fikirini nyinyi mkawaite wanawake waombolezao ili waje, mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi ili waje. Bwana majeshi asema hivi, fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao waje ili wakaomboleze. Anasema na wafanye haraka kutuombolezea ili macho yetu tutuzike machozi na kope zetu zibujike na maji. Maana sauti ya maombolezo imesikika toka Sayuni, jinsi tulivyotekwa, tulivyofadhaika sana, kwa sababu tumeiacha nchi, kwa kuwa wameangusha makao yetu. Lakini sikia neno la Bwana, enyi wanawake, na masikio yenu yapokee neno la kinywa chake, mkawafundishe binti zenu kuomboleza na kila mmoja yake kulia. 21. Kwa nini? Kwa maana mauti imepanda madirishani mwetu, imeingia machumbani mwetu, ipate kuwakatalia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Mauti imeingia ndani, imepitia wapi? Madirishani. Madirisha sio mlango. The normal route ya kuingia ndani ya nyumba ni milango. Kwa yanapoingilia mauti madirishani make ni njia ambazo zitarajiwi, unexpected gates. Haya ni mauti, haya ni malango ya mauti yasiyotarajiwa. Anasema mauti imeingia machumbani, lakini imepitia madirishani mwetu, imepanda madirisha, imeingia ndani ya machumba. Kwa hao watu wanalinda milango, hakuna cha kupita milangoni, lakini adui anapita madirishani, milango ya pili. Haya ni malango yasiyotarajiwa. Mauti imeingia ndani ya nyumba kwa ajili ya kufanya uharibifu wa watoto na kwa ajili ya kuharibu vijana. Lakini mauti haijapitia malangoni, imepitia madirishani. Kuna wapanda kulinda malango ya nyumba, kumbe kuna milango mingine imeachwa, na hii ni madirisha. Kuna magepu yameachwa, adui akitizama anaona kuna mia yenye inapita. Haya ni malango yasiyotarajiwa. Lango la pili la mauti, vyakula. Wafalme wa Pili 4:40. Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu wala hakuweza kula. Anzia mstari wa juu kidogo uone. Na mmoja wao akaenda nje kondeni ili kuchuma mboga, akaona matango mwitu, akachoma matango mwitu hata nguo yake ikawa imejaa. Akaja akapasua pasua sufuriani, kwa maana hawakuyajua. Huyu ameenda kutafuta chakula, lakini msosi aliyoupata ni nini? Matango mwitu. Amechukua sumu, amepika sumu chakula. Ikawa ni lango la mauti, death. Chakula cha kiroho na chakula cha kimwili. Vyakula vinabeba roho. Ndio maana maandiko yanasema msile vyakula vilivyotolewa sadaka kwa miungu, vinabeba roho. Vyakula vinabeba uchawi. Hao unasema unajua Bwana, unajua Bwana. Biblia inasema mkiingia kwenye nyumba ya mtu kitakachoweka mbele yenu, pigeni msosi, msiulize wewe kula tu. Wamesema hata ukiwa cha kufisha wala hautakufa tu, wewe una imani. Anasema aliye dhaifu wa imani anabagua vyakula, lakini mwenye imani huwa anakula kila aina ya chakula. Kuna wakati hekima inahitajika. Usile kila kitu. Alikuwa anashuhudia mtumishi wa Mungu mmoja ambavyo aliletewa mayai akayakaanga kalaye mayai, yakawa ni lango la mauti, kidogo afe. Tumbo hilo peleka hospitali wapi? Mpaka alikuja kuonea madhabahu kwa ufunuo wa madhabahu. Sasa chakula tu. Vyakula vingine vimenenewa, beba roho, the care roho ya mauti. Kwa nini mauti iko ndani ya sufuria? Yaani mauti imebeba kwenye chakula. Tumepewa msosi wenye sumu. Sumu nyingine ni za kiroho, zinakudhoofisha. Kisha jua maisha yako yana hatima fulani, lazima ujenge kuwa na discipline fulani. Vyakula vinabeba roho na vyakula vinabeba mauti. Hivi ni vyakula vya kimwili. Sasa kuna vyakula vya kiroho pia. Hapa ndipo tumechanganyikiwa. Kuna watu wameisha kukosa aina vyakula. Mafundisho wanayolishwa
Na siku hizi tuna mafundisho yasiyo na usawa, unbalanced gospel. Injili sio na usawa. Injili kisha kosa usawa ni mauti. Unaweza kuambia, yaani injili yenye mlalo mmoja, injili au fundisho lazima likae kwenye usawa, equilibrium. Fundisho linalositiza upande mmoja zaidi ya mwingine, hilo fundisho sio sawa. Mafundisho kama ya neema iliyozidi, hyper grace teaching, anakuambia ifanye dhambi tu, Yesu ashalipa gharama. Anakuambia kwani wewe unajiokoa mwenyewe kwa nguvu zako? Anakuambia Yesu Bwana alishakufa msalabani. Anakuambia after law matendo hayaokoi, kinachookoa ni law. Anakoti Biblia, lakini fundisho lake halina usawa. Anakuambia Mungu ni wa upendo tu. Hajui Biblia inaposema Mungu ni wa upendo, pia Mungu ana ghadhabu nyingi. Bwana asifiwe. Kwa Biblia lazima iwe na usawa. Ndio tumekuja kukutana na injili za mafanikio. Injili ya mafanikio haina shida. Shida inakuja injili kikosa usawa. Bwana asifiwe. Nipo utasikia kama mbii mmoja nimsikia anasema hivi, eti usipate mchungaji ambaye ni maskini. Na watu wanashangilia. Imezua na mjadala mkubwa, lakini nini? Ni matokeo ya injili kosa usawa. Kwa mtu akiwa maskini kama ni dhambi siku hizi, yani haendi mbinguni. Sio kwamba mimi napenda umaskini, lakini mtu hajapata bado. Injili nyingine hazina usawa. Kweli lazima ibalansiwe. Kwani Petro ambaye alisema wakina Kefa alimwambia awakumbuke maskini, awape, anasema tumekuwa tukijitahidi kuwakumbuka maskini. Kanisa la Makedonia alikuwa maskini. Poverty is not equal to sin. Dhambi sio sawa. Umaskini sio sawa na dhambi. Sitatei umaskini na wala hauna taji mbinguni. Hayo mtu hajawata. Mwambieni wa moto. Kwa injili zisizo na usawa pia zinasababisha vifo vya watu. Biblia inasema hivi, andiko linaua. Wakorintho wa 2:3-6. Yeye ndiye aliyetosheleza kwa kuwa wahudumu wa agano jipya, wala si andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huisha. Lango lingine la tatu la kifo, usingizi. Zaburi 13:3, usingizi. Yaani usingizi ukiruhusu, umeruhusu kifo. Haya ni malango ya kifo. Bwana Mungu wangu, uangalie, unitikie, uyatie nuru macho yangu, nisije nikalala usingizi wa mauti. Nimeandika kitabu kinaitwa Usingizi wa Kiroho. Find that book and read it. Nisije nikalala usingizi wa mauti. Kuna aina nyingine za usingizi ukilala. Na usingizi unahitaji mauti. Cha kwanza, adui anapanda mbegu kwenye maisha yako. Umelala usingizi. Anasema mtu mmoja alipanda mbegu njema kondeni, lakini alipolala usingizi akaja adui yake akapanda magugu. Kwa cha kwanza, adui atakupandia magugu ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Havuna shangaa imekuaje? Mbona mimi sikuwa hivi? Kuna mahali ulilala. Kujisahau. Yaani umejisahau. Adui amekamata moyo wako. Anasema usije kalala usingizi wa mauti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama fikiri natania muulize Samson. Samson ni giant. Alipokubali kulazwa usingizi na Delila, akanyolewa nywele. Kilichofuatia ni kutobolewa macho, poteza upako, die. Kwa nini? Delila akamlaza usingizi magotini pake. Baada ya kumwambia siri zote, baada ya kumlaza usingizi, akamnyoa nywele. Wafilisti wakaja akatoboa macho Samson. Kwa nini? Alilaza usingizi. Usingizi ni alama kujisahau. Usingizi ni alama kutokuwa macho. Usingizi ni alama kutokuwa conscious. Usingizi ni alama kutokuwa na utayari wakati wote. Ni alama kubaki nyuma. Kwa Samson akang'olewa macho. Samson mtume mwenye upako, mwamuzi, mnabii wa Mungu. Kwa baada ya hapo Samson ang'olewa macho,
Baada ya hapo Samson akapelekwa, akaenda kuwa kwenye jumba la maonesho. Samson njoo ucheze. Yaani ni kama maisha sio na maana. Kwa nini? Usingizi. Naye akamlaza usingizi magotini pake, kisha akamwita mtu, akamnyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Na Samson akasema, sasa nitaamka kama ninavyoamka ninavyomana Wafilisti. Walikuja wakakamata, yale mazoea yakamwisha. Samson akapigwa, Samson akaenda, Samson akamtoboa macho, Samson akawa anaenda kuonesha. Wamekusanyika kwa rehema za Mungu tu, zile nywele zikaanza kuota. Alipoguza kichwa akaona nywele zimeanza kurudi, akamwambia Mungu, mara hii tu naomba jibize kisasi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hizo ndio rehema za Mungu. Hizo ndio rehema za Mungu. Kama nywele Samson ziliota, Mungu ni wa rehema sana. Zikaota nywele Samson, agusa upara akuta kuna nywele akasema, Mungu, mara hii tu naomba nife na hao watu. Samson akafa nao, lakini kazi ya Samson ilikuwa haijaisha bado. Ila akaamua kuondoka kabla wakati. Sisera, jemedari wa vita, maandiko nasema alilala usingizi, akawawa na mwanamke. Kuna mwanamke anaitwa Yaeli. Sisera jemedari wa vita, ametisha watu, amekimbia, amechoka, akaenda kwa akamwambia Yaeli, naomba unisaidie, unipe maji ninywe, nimechoka. Yeye akamwambia, mimi sikupi maji, nakupa maziwa. Akampa maziwa. Alipompa maziwa akasema, hapa nimefika kwa rafiki bora. Kumbe rafiki anamtegea mtego. Alipompa maziwa Sera akanywa maziwa yale. Sisera akalala. Yaeli akachukua kigingi, akapiga kwenye paji la uso, paji la uso, akazamisha kile kigingi mpaka mwisho. Sisera jemedari akaishia hapo. Haujasoma habari za Sera na Yaeli? Yaeli mwanamke shujaa. Waamuzi 21. Ndipo Yaeli mkewe Heberi akatoa kigingi cha hema, akashika mkononi mwake nyundo, akamwendea pole pole, akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kikaingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akazimia, akafa. Sisera jemedara anasumbua kina Debora na Baraka, amekimbia, amelala. Debora ameshua kigingi, alikuwa anachungulia. Kigingi anapiga kwa nyundo, yaani mtu umesinziaje usingizi? Usio usingizi wa mauti jamani. Mtu anakuwekea kigingi usoni, anapiga nyundo ya kwanza ushtuki, nyundo ya pili ushtuki, 3 ushtuki, mpaka inapitiliza atili udai. Huu ni usingizi wa mauti. Kuna wengine wanasinzia mpaka wanabebwa, hapo wanarudishwa ndani na bado umesinzia. Hamda kisinzia kuma, wanaiba kila kitu, wanabeba, wanabaki mweupe. Una usingizi wa mauti. Yani unasinziaje hivyo? Hamda kisinzia, hata ukikusa tu kitanda anashtuka. Hilo unasinzia mpaka mvua inanyesha, sio sebi. Hivi siku mvua inanyesha. Kama mvua inanyesha ilikuwaje usiku? Mbona kuna matope imekuwaje? Si mvua inanyesha usiku, sema mvua imesha saa ngapi? Baba, huo ni usingizi wa mauti. Bwana asifiwe. Mtu aliye hai akilala roho yake inakuwa hai. Bwana asifiwe. Mwandishi nani anasema hivi, mwandishi wa wimbo wa Bwana anasema hivi, nalikuwa nimelala lakini roho yangu ilikuwa macho. Mtu makini akilala roho yake hailali, roho inakuwa macho. Wewe unalala, mwili unalala, akili zinalala na roho inalala. Bwana asifiwe. Huo ni usingizi wa
Yaani hapo shetani anakufanyia chochote unachotaka. Ukija kuamka umelala. Let me show you something. Okay. Geti la nne au lango la nne la mauti ni maneno ya kinywa chako, au ni kinywa cha kwako. Your mouth is a gate of death and life. Mithali 18:21. Mithali 18:21. Mithali 18:21. Hii ni lango jingine la mauti. Maneno ya kinywa. Your confession. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Wapendwa, hapa mjitahidi. Maana unasema mauti inakuwa kwenye uwezo wa ulimi wako. Kwa ulimi wako huo umebeba mauti na umebeba uzima. Inategemea na kipi unakiruhusu ulimi utaje. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kinywa chako kinakiri nini? Kinywa chako kinatamka nini? What you confess is what you become. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Vifo vingine vinatokana na hali ya kawaida. Unaona ni kawaida lakini sio kawaida. Mmoja alikuwa ananishuhudia, anasema kuna baba mmoja alikuwa anafanya kazi. Baada ya hapo akapata pensheni ya hela. Ile hela alipoenda sijui kwa milioni kama 80 ngapi hivi, akutana na wajeshi wa mjini wakamtapeli ile hela. Mawazo, msongo wa mawazo na nini, akasema ni hapa na kufa. Kwa sababu ya ule msongo wa mawazo na anawaza hela, amefanya kazi miaka 30 na ngapi. Pension amepewa, imepotea siku moja. Alipigwa stroke. Ilikuwa imeibiwa ile hela benki. Kuna mtu alimtapela kaiba ile benki. Alipigwa stroke pande moja ntang. Naongea kwa tabu sana. Akaamini naye anakufa. Wanae walipojua baba yao anakufa na shida ni hela, anasema akachukua zile hela, wakatafuta, wakachangishana hela wote, wakachukua hela akampelekea benki, akamwekea benki. Hapo akamwambia baba, ile hela ipo benki. Akamwambia haipo wanangu, mimi nakufa. Haipo nakufa. Wakamwambia ipo baba, ipo. Akamwambia hamna, haipo nakufa. Amejapigwa stroke na sikio pande moja kabisa. Anashuhudia mchungaji mmoja. Aambia wanangu kufa hela yangu haipo. Wakaambia baba hela ipo benki ipo. Aambia haipo. Haipo. Baada ya muda kampeleka angalia salio, alipojua hela ipo. Akaona salio, akaona lipo kwa milioni 80 na hela ipo. Stroke ilianza kurudi hivi. Baadaye mguu kanyoka. Baadaye mkono kanyoka. Baadaye mdomo ukanyoka. Hela si ipo benki. Na amethibitisha salio nasoma 80 zipo hela. Na akamwambia stroke ikapona, akarudia kama kawaida. Huyu alikuwa anakufa mapema. Kwa nini? Amekiri mauti na moyo wake umeshajaa kifo. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Unakiri nini? Na unaona nini? Kwa sababu unachokikiri, unachokiongea ndicho unachokiwaza. Unachokiongea ndicho unachokitafakari. Unachokiongea ndicho utakachokitenda. Utakachokitenda ndiyo sehemu ya maisha yako. Kwa ukisema mimi nakufa, tayari. Kwa maana nyingine, jifunze kuwa na imani, kauli za imani. Ni kweli mambo ni magumu, lakini hapa naona nitavuka kwa. Ni kweli hapa nimekwama, lakini Mungu atanivusha. Ni kweli naumwa, lakini Bwana ataniponya, sitakufa. Ni kweli sioni dalili, lakini Mungu atanivusha hapa. Bwana asifiwe. Ndio maana lazima ushee neno. Biblia inasema na maneno yako yakolee munyu, umpate kumwambia mtu, kumpa mtu ni sio nini? Sema
maneno yenu yakolee nini? Munyu, ili mpate kumjibu kila mtu sana. Hatuyaoni mambo kama yalivyo, tunayaona mambo kama tulivyo sisi. We don't see things as they are, we see things as we are. Hatuyaoni mambo kama yalivyo, hata kama anatisha ni milima, sawa ni milima, lakini sisi ni akina nani? Bwana asifiwe. Usiyaone mambo kama yalivyo na usiakiri kama yalivyo. Yaone from your own perspective and not their own perspective. Learn to see things from your perspective and not their perspective. Jifunze kuyaona mambo toka kwenye mlengo wako wewe na sio mlengo wake. Ukubwa wa pua sio wingi wa makamasi. Ukubwa wa jaribu na utisho wake haina maana ni nguvu ya jaribio. Kuna mengine anatisha kwa ukubwa lakini mwisho wake hayana nguvu ndani yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jifunze kuyaona mambo na jifunze kuyakiri mambo in the perspective of you, of who you are. Katika mlengo wa wewe ni nani? Confession. Mauti na uzima Bwana amefunga ndani ya kinywa chako. Sasa it depends how do you confess. Kwa unasema yani kusema tu ndio kusema kuna nguvu. Namba 5. Hofu. 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 Ametufundisha mwalimu asubuhi. What you are afraid of is what will come to pass. Ayubu 3:25. Hofu. Mmoja ya vitu vinagopesha ni bonde la uvuli wa mauti. Anasema kile ni kichacho unipata. Ayubu 3:25. Hofu. Hofu ni lango la mauti. Hasa unapokuwa unaogopa mauti. Yaani unasema Bwana natamani kufa. Mbona kama atakufa. You are opening a gate. Hofu napinga imani. Ukishakuwa na hofu inashusha imani. Ukishakuwa na hofu inashusha mpaka hata kinga ya mwili. Watu wengi wakati wa corona wanasema hofu ya corona ilikuwa inaua kuliko corona yenyewe. Yaani bora corona kuliko hofu ya corona. Kwa taarifa yako mimi nilikuwa sinusi wakati wa corona. Corona ilivyoanza nilikuwa Bukoba nikaenda Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio corona imeanzia sasa. Kwa mimi nikaendea corona. Nilipokuwa nakaa tulikuwa tunafanya ibada lisha corona. Alikuja mtu mmoja wa vyombo, alikuwa shika media, alikuwa na corona, akatuambukiza wote. Ghafla narudi nyumbani, mbona sikia harufu? Zinapiga spray, mimi sikia harufu. Nimekuaje? Mbona sielewi? Piga spray. Hamna. Kawaida. Maana kifua kinabana. Bwana asifiwe. Hapo tunasikia watu wanakufa. Tukaambiwa hofu ya corona inaua kuliko corona yenyewe. Kwa bora kuwa na corona kuliko hofu ya corona. Hofu ya mauti inaua kuliko mauti yenyewe kujia. Na shetani huwa anatangulizaga hofu na itanguliza mbele. Learn to be courageous. Jifunze kuwa na imani. Jifunze kuwa na ujasiri. Anasema na wale wamjua Mungu wao watakuwa hodari. They shall be strong. We are strong in the name of Jesus. Sisi ni hodari, hataogopa chochote. Anasema niwapita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Zaburi 23 nadhani anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Yaani mazingira yanatisha, ni kama nakufa baadaye saa 8 au nakufa saa 10 baadaye. Lakini neno anasema sitaogopa. I will not fear. Hata kama ni bonde la uvuli wa mauti anasema sitaogopa. I won't get afraid. Hofu. Bwana asifiwe. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Nafikiri Wilson Woodrow, rais wa Marekani, akisema hivi, the only thing to fear is fear itself. Kitu pekee cha kuogopa ni hofu yenyewe. Yaani ogopa kuogopa. Anaona Wilson Woodrow anaona ninasikia na Marekani sema hivi, the only thing to fear is fear itself. Yaani kitu cha kuogopa ni kuogopa kwenyewe, lakini usiogope. Sema amina kama uko na mimi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Namba 6, covenants, maagano ni lango la mauti. Nani maliza hapa? Covenants, Isaya 28:15. Au namba 6 ni kuwekenja, sawa? Namba 6 ni kuwekenja. Starvation ni gate ya mauti. Njaa au starvation, mtu aliye na njaa anaelekea kufa. Kuna siku za kabila chakula, wanasema siku 7 mwanamume, beyond that you die. Mwanamke mpaka 10, before that you die, otherwise Mungu amehusika na wewe. So starvation is the gate of death. Ndipo Hosea 6 anaposema, Hosea 6 anasema watu wangu wanakosa maarifa. Maarifa haya uinja hii si maarifa ya physics na kemia shuleni hizi. Haya ni maarifa ya kimungu. Amen. Epignosis, maarifa ya kimungu. Wakiyakosa watu wakawa na njaa, kwa sababu mwanadamu hataishi kwa mkate tu, mwanadamu hataishi kwa vitumbua tu, mwanadamu hataishi kwa mshahara tu. No, anahitaji neno, a fresh word from the mouth of God. Kwa hilo mwanadamu ataishi kwalo. Mathayo 4. Kwa kilikosa hilo neno, anakuja kwenye Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa ya neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Starvation. Mwisho nimekwambia ni covenants. Isaya 28:15. Maagano haya ni lango la mauti pia. Isaya 28:15. Maagano. Kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti. Hata nasema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Pigo lifurikalo litakapopita haitatufikia sisi, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo na kweli. Anasema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Kuna watu wanakufa kwa sababu kuna maagano yalishofanyika. Mtu anaenda kutafuta utajiri, halafu anasema ili nitoe utajiri huu, sadaka inayohitajika ni mtoto wangu wa kwanza. Kwa huyu mtoto wa kwanza itabidi afanyike sadaka au kafara, afe ndipo utajiri uingie. That is covenants with death. Kwa ufanyeje? Atakufa. Na akisha chukua mtoto wa kwanza anayefuatia, nakwambia hivi, ili tukuongezee zaidi ya hapo, tunamhitaji na mama yako mzazi, ili tukuongezee na mafu kidogo. Kwa hiyo they are going to die. Kwa kuna watu wanakufa kwa sababu ya maagano ya giza. Wanatolewa kafara kwenye madhabahu ya miungu, wanaingizwa kwenye maagano. Maagano mengine ni ya familia. Maagano ya miungu hayaruhusu watu waishi zaidi ya miaka fulani. Ukifikia umri huo, you have to die. Why? Covenants in the altars. Anasema kwa sababu mmefanya maagano na mauti na mmepatana na kuzimu. Hao wameingia mikataba na mauti. Bwana mauti, sisi shetani tunahitaji tupatie 1 2 3. Lakini wewe watoto wetu chukua tu. Chukua tu, hamna shida. Chukua tu. Ukiona hata sio wazuri, hamia hata kwa wazazi, chukua tu. Hata sio sawa, chukua hata mwanamke tu. Asa mtu ambaye ameingia kwenye maagano hayo ya mauti na kuzimu, ataponaje? Mpaka ajifunze namna kutengua maagano yaliyofanyika kabla yake. Na unajikuta mara nyingine ni victim, ni muhanga
wa haya maagano kwenye familia, umezaliwa kwenye nyumba yenye maagano kama hayo, how do you go? You are going to die. Mpaka ujue namna ya kujitoa kwenye haya maagano, kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Hizi ni covenants, zinahitaji damu. Mwingine anaingia maagano kwa ajili ya utajiri, apate utajiri, apate umaarufu, na anapewa masharti, damu za watu.